Leo Macha TV tunazungumza mambo machache kuhusu ubora wa wachezaji, lakini tutakuwa tunafanya challenge kidogo ya maswali hapa na pale kuhusu nani alikuwa bora, nani anaweza kuwa bora, lakini niko na Ayubu Injo hapa. Injo, mambo vipi? Mambo poa sana. Tuko vizuri? Alhamdulillah, tuko vizuri sana. Injo, kwanza usajili wa dirisha dogo ndio umekuwa gumzo msimu huu. Tumeona kwa upande wa Simba Anise Ura, Libasege golikipa, watu wengi wanamsahau Kasali. Lakini tumeona kwa Yanga Depu, tumeona Buba Okelo. Sofa kumekuwa na pressure kubwa zaidi kwa Okelo. Mimi naweza nikaona kwenye dirisha kubwa. Unadhani, kwanza tuanzie hapa kwa Okelo, kwa nini kumekuwa na pressure kubwa kwa Okelo? Lakini mimi sijamuona kama anacheza vibaya. Inawezekana matarajio ya kile ambacho kilitarajiwa na wengi angekifanya kwa muda mfupi tu baada ya kuvaa jezi ya Yanga. Mchezaji ambaye ametoka kufunga mabao 19 msimu uliopita kwenye ligi ya Uganda, MVP, lakini pia akiwa na assist zaidi ya 6 ndani ya msimu mmoja. Kwa hiyo ni performance ya kiwango cha nyota 5 kabisa, yani kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa. Kuwa na mchezaji wa aina yake, unajua kuwa na mchezaji ambaye anacheza kama kiungo mshambuliaji afa anakupa 15 plus goals, ni lazima kuwe na matarajio makubwa sana kwa upande wake. Lakini pia ukijaribu kuangalia, licha ya kutumika kwenye eneo la pembeni zaidi kujitafutia nafasi kuingia ndani kufunga ama kutengeneza, bado Okelo ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana wa kucheza tofauti na hivi ambavyo anacheza. Kimweka kama namba 10, unajua kuna kucheza kama kiungo mshambuliaji namba 10, kucheza nyuma ya mshambuliaji kushoto au kulia, inategemea tu na namna gani kocha anahitaji huduma yako. Kwa performance anayoionyesha, inawezekana ni suitable kabisa kwa kocha, kwamba ni mtu ambaye anafanya kile kitu ambacho anakihitaji. Lakini kwenye macho ya watu, ya mashabiki wa klabu yake, hata wa timu pinzani, wakijaribu kuweka, kwa sababu saizi bwana ukikaa huyu ana assist 10, huyu sio, namba zinatangulizwa kuliko kile kitu ambacho kinakwenda kutokea. Ndio maana kwa saizi uoni kama zamani, sijui winga Kibendera anapiga crossi, sasa hivi mpaka mafullback wanatakiwa kucontribute kwenda eneo la kushambulia. Sasa hizi yanatolewa zaidi majukumu, yani kwamba hakuna kama huyu namba 6, huyu namba 8, huyu namba 11, huyu namba 5. Beki lazima uwe na lombaya fulani, ukiwa beki lazima uonekane na lombaya fulani hivi, muonekano fulani. Lakini sasa hizi unakuta center back yuko vizuri, uwezo wa kupokea mpira, kuweka mashambulizi pale, kipa mwenye uwezo wa kupiga pasi kutoka chini, kwa mpira unabadilika. Kwa upande wangu nafikiri Okelo bado yupo ndani ya vile vitu ambavyo kocha anavitaka. Na hapo kwenye namba nilitaka nikwambie Anise Ura hana namba nzuri pia, kwa maana tukisema magoli sijui assist, lakini kuna kitu cha tofauti ambacho tuseme amekionyesha. Kwa nini watu hawamdai sana namba? Nafikiri kwa namna ambavyo ameingia tu na kwenda kufanya vile vitu ambavyo pengine watangulizi wake walishindwa. Ura ana bao moja kama nitakuwa niko sawa, bao moja mawili kwenye ligi moja na ligi ya mabingwa moja ambayo alifunga dhidi ya yes mawili. Kwa hiyo unakwenda ukijaribu kuchukua performance yake anayoionyesha na watangulizi wake, utakuja Elimpanzu hajaanza kwa kiwango kile ambacho wengi walimuona nacho msimu uliopita. Yes, Kibu, Joshua Mutale ambaye wote wameondoka. Ukimweka na Anise Ura unaona kuna kitu kimekuja kuonekana tofauti na watangulizi wake, ingawa namba zake sio bora. Mpanzu haonekani kuwa na namba nzuri, ana bao moja na assist 3, top assist kwa upande wa Simba, lakini watu bado wanadai zaidi ya hiki ambacho anakionyesha. Mipira inapotea kirahisi, anashindwa. Yani mchezaji mmoja kwa Mpanzu saizi inaonekana kuwa ngumu kumpita, tofauti na Ura ambaye anajaribu kuonyesha kwamba kuna kitu kinaenda kutokea. Yani ni mtu ambaye anafanya vitu vitokee uwanjani basi na kujali kwamba kafunga ama ameassist. Nitaka nirudi hapo kwa Mpanzu. Simba imewahi kuwa na mawinga ambao wanafanya vizuri. Nadhani kwa miaka ya karibuni watu watakwambia Okwi, watakwambia Mixon kwa kile ambacho alikuwa akikifanya. Kuna namna Mpanzu alikuwa overrated ukilinganisha na mtu kama Mixon kwa wakati wake ambao alipita.
kuwa overrated sidhani kama alikuwa overrated au timu ilimtegemea sana. Nafikiri timu iliweka matumaini makubwa sana kwa upande wake. Ndiye mchezaji pekee ambaye alikuwa na uwezo wa kubit wachezaji wawili watatu kutengeneza nafasi. Alikuwa na uwezo mkubwa. Ilifika hatua ya kuambia wapinzani uweze kuchukua pointi 3 bila kumkaba mpanzo. Yani namna ambavyo alikuwa anakuonesha kile kiwango kikubwa ambacho yuko nacho. Hata AS Vita alikotoka ni kati ya mawinga ambao walikuwa hatari sana. Wakongo walikuwa wanamuita catalyst, kichocheo, yani mchezaji ambaye ana uwezo wa kuchochea kupata kitu bora zaidi. Nafikiri kuna upepo umepita ambao tulisikia maneno ya msemaji Ahmed Ally kwamba kuna matatizo ya kifamilia yalitokea hapo, lakini pia hata yeye mwenyewe kuna interview alifanya na chombo cha habari akajielezea yupo kwenye hali ambayo kila mchezaji anapitia. Kamtaja Mayele, mara ya mwisho alifunga mwaka jana sijui Novemba huko, mpaka sasa hivi bado hajaweza kuona. Yes, kafunga hivi karibuni. Kwa hiyo ni hali ambayo inatesa zaidi pengine kisaikolojia kichwani kuliko kwenye miguu yake. Kwa hiyo nafikiri anapaswa kusaidiwa zaidi ili kurejea kwenye uwezo wake. Tumalize na hili timu zote 3 kubwa zimeingia msimu na makocha wapya. Florent Ibenge ndo ambaye amekuwepo tangu mwanzo, lakini ukiangalia Pedro kwa upande wa Yanga, lakini na Steve kwa upande wa Simba nao wameingia hapa. Progress yao unaionaje ya hawa makocha kwa project ambazo wanazitengeneza? Kianzia na Ibenge, fikiri kila mtu anaona ile, unajua kuna timu ukiziona zinacheza hauhitaji kuona kamera zinaenda kwenye bench. Yani huyu kama sio Guardiola, yani tayari imekwisha tengenezwa kichwani kwamba timu za Guardiola zitacheza, zitapress. Ukiona ile pressing ngumu kabisa huyu, yani ni kama Jurgen Klopp, yani kuna namna. Na Ibenge naye kuna aina mpira ambao yuko nao tangu akiwa Kongo akaenda Morocco na sasa hivi upo Tanzania. Labda kutokana na uingiaji wake ndani ya timu mpya, kuna kundi la wachezaji limeingia, lakini pia wale ambao walikuwa hapo anaendelea kutengeneza mseto ambao utakuwa sawa ndani ya timu yake. Wapo wachezaji ambao wameimprove kwa kiasi kikubwa sana kwa uwepo wake yeye. Kama kocha utasifu kwamba kuna mchezaji alikuwa na kiwango duni lakini kimpanda na kuonesha ushindani ndani ya timu. Foba sidhani kama kuna mtu alimwekea nafasi kwenye kikosi cha Azam, hasa alipomsajili Fofana kutoka kwenye klabu ya Hilal. Kwa hiyo wengi wakawa wanatazama kwamba nafasi ya Foba iko wapi. Watu walitoa ushauri basi atolewe hata mkopo aende sehemu nyingine akapata chance ya kucheza baada ya Fofana na aishi kwa hapo. Lakini Foba ka challenge nafasi. Utamfikiria Foba kwenye milingoti mitatu then aishi then Fofana. Kwa hiyo ni nafasi ambayo imekuwa haina mwenyewe kwenye kikosi cha Azam kutokana na Ibenge kuamini uwezo wa Foba. Chilambo sasa hivi ana uwezekano akakosekana Lusajo Mwikenda na Chilambo akazima bila wasiwasi wote wa shabiki wa Azam wala wapenda mpira, kwamba Chilambo alikuwa ni mchezaji mwenye kiwango cha kati, hakikui hakiongezeki, yeye yupo tu flat. Lakini hivi sasa unaweza ukamaccommodate kama moja ya wachezaji bora sana kwenye kikosi cha Azam. Ana overlap, ana underlap, anacheza kama midfielder sometimes kwa mfumo utakavyomhitaji kuingia ndani, yani ana uwezo wa kufanya vitu vingi sana kwenye timu. Kwa upande wangu nafikiri Ibenge haipo kwenye ubora ule wa kumweka kwamba ni kocha ambaye timu zake huwa zinakuwa pale juu, lakini kwa namna Azam wana progress kwenda mbele, unaona kuna kitu chanya zaidi kwa upande wake. Pedro yupo kwenye timu ambayo ina muda mrefu, wachezaji wapo kwa kipindi kirefu, chemistry ipo tayari. Nafikiri kuna vitu vichache sana ambavyo ameviingiza, namna ya kucheza, namna ya kuifanya timu kukaba isipokuwa na mpira. Hata ukitazama maingizo ni machache sana tofauti na wapinzani wao wakubwa. Depu ndio ingizo jipya ambalo lina nafasi ya kudumu kwenye kikosi cha kwanza tangu amefika.
Okello anaingia anatoka sometimes kupishana kidogo na mchezaji mwingine, mathalan labda Damaro aliingia kwenye dirisha dogo, anategemewa zaidi kwenye eneo la kiungo cha kukaba. Ukitazama wengine wote kwa asilimia kubwa wapo kwa kipindi kirefu zaidi. Kwa hiyo huenda ikawa imemsaidia kutoanza kufikiria namna gani anaweza kutengeneza chemistry ndani ya kikosi chake. Kwa Baka yupo kwenye mazingira mapya, wachezaji wapya kwa asilimia kubwa. Simba imesajili wachezaji 7 kama nitakuwa niko sawa, dirisha dogo, na wachezaji 7 wote wapo kwenye kikosi cha kwanza. Kwa kuna introduction inahitajika, inaweza kuchukua muda mrefu ama muda mfupi. Jambo jema, wanasema nyota njema inaonekana asubuhi. Yani usajili mpya pengine umekwenda ku-evolve vitu vingi ndani ya club. Kila mtu anauliza viongozi walikuwa wapi kwenye dirisha kubwa kuwaona, si nini? Yani kuna vitu vingi vinaonekana. Kwa hiyo nafikiri kwa Baka na kwa hiki ambacho kimeonekana kwenye michezo hivi karibuni, na yeye yupo kwenye progress nzuri. Ukizingatia Stellenbosch alipata zaidi ya miaka 3 ndio kuisimamisha ile timu. 2017 alipoingia mpaka kufikia hivi anaondoka, alihitaji misimu zaidi ya 3 kuifanya kuwa timu shindani ndani ya Afrika Kusini. Lakini kwa Simba huwezi kusema anahitaji misimu 3 kutengenezewa timu, wakati ni timu ambayo inahitaji kuchallenge title kwenye kila sehemu ambayo wanaingia. Sawa, shukrani sana Ayubu Injo. Huyu ni Ayubu Injo akitupa tathmini ya mambo kadha wa kadha. Hii ni Macha TV, usisahau kulike, kusubscribe, lakini pia na kushare na uwapendao.